Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia bajeti hii kuu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuhakikisha nalipambalia taifa letu na kuhakikisha anasukuma gurudumu hili la maendeleo la taifa letu. Lakini pia niwapongeze Mheshimiwa Waziri kwa kazi kubwa wanayofanya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Naona kazi ni kubwa na mambo ni mazuri, hususan pia watu wa Wizara ya Fedha. Naona yako mambo mengi ambayo tulipigia kelele wakati wa uwasilishaji wa wizara mbalimbali. Sasa yamekuja na mabadiliko mengi mazuri ambayo kama tukiyatekeleza tunaweza tukafika mahali pazuri kama taifa kwa kipindi cha mwaka mmoja au miaka mitano, hatimaye kuelekea 2050 kwa miaka 25. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi napongeza kwa sababu yako mambo ambayo tulipiga kelele, tulijaribu kuishauri serikali kwenye upande wa kulinda viwanda vyetu vya ndani, lakini pia mimi binafsi nilishauri sana serikali kwenye kulinda viwanda vya uzalishaji wa nguo, hasa textile industries. Kwa kweli wizara na serikali kwa ujumla wametutendea haki kwenye eneo hili. Hongereni sana, mmefanya vizuri. Lakini mchango wangu nataka nijikite kwenye mambo makubwa matatu, hasa kwenye upande wa umaskini kwenye taifa letu, hasa umaskini wa wananchi wetu. Takwimu za mwisho zinaonyesha kwamba umaskini kwenye nchi yetu unapungua. Kwa mara ya mwisho umaskini wa mahitaji ya msingi ulikuwa 25%, na uliopita 2018 ulikuwa ni 26%, na 2012 napo pia ulikuwa 34.4. Kwa hiyo trendi inaonekana kwamba tunakwenda vizuri kama taifa, lakini spidi kwenye taifa letu, mimi ningeshauri tuongeze baadhi ya maeneo ili tuongeze spidi, tukimbie zaidi kuliko kasi tulionayo. Na hapa ningependa nishauri kwenye taifa letu, hasa kwenye maeneo matatu. Moja, tuwe na namna bora ya kuboresha sekta ya uzalishaji. Lakini mbili, tuwe na namna bora ya kuwa na mifumo imara, mifumo madhubuti ya kukusanya mapato yetu. Lakini tatu, tuwe na mifumo ya kulinda uvujaji wa mapato yetu. Kwa ufupi, yani kwamba tuna ng'ombe anatoa maziwa. Kwa hiyo nitashauri namna gani tunaweza tukamnenepesha ng'ombe wetu, tukampa chakula cha kutosha ili aweze kutoa maziwa ya kutosha. Lakini namba mbili, namna ambavyo tutaweza kwenda kukusanya maziwa yatakayozalishwa na huyu ng'ombe. Lakini namba tatu, namna tutayalinda haya maziwa yasiibiwe na wale wanaonyemelea maziwa yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, nikianza na kwenye uzalishaji, tunazo sekta za uzalishaji, hasa kilimo, kwa sababu taifa letu sio maskini wa vyanzo. Tunavyo vyanzo vingi vya mapato kwenye natural resources, hasa kwa mfano kwenye kilimo, madini, kwenye uvuvi na kwenye viwanda. Mimi ni shauri, nikianza na kilimo chetu
kinachangia asilimia 24.3 kwenye pato la taifa. Tunapozungumza asilimia 24.3, tuna maana zaidi ya trilioni 56 kwenye taifa letu, kati ya trilioni 234 ambayo ipo kwa taifa letu kwa mwaka, kwa mujibu wa takwimu za mwisho. Lakini kwenye kilimo bajeti yetu ni trilioni 1.1, yaani kwamba ng'ombe tunampa trilioni 1, anatutolea trilioni 56. Kwa hiyo mimi ningeshauri kwenye sekta ya kilimo, sekta hii imeajiri zaidi ya asilimia 60 ya Watanzania wetu, na sekta hii inatuingizia matrilioni ya kutosha, trilioni 56. Ningeshauri ng'ombe huyu ikiwezekana tuwe na namna bora ya kumnenepesha, badala ya trilioni 1 ikiwezekana tufike hata trilioni 3, trilioni 4, ili tuweze kufanya vizuri. Pengine ng'ombe huyu angeweza kutupa hata trilioni 100 zaidi badala ya trilioni 56 anayotupatia kwa sasa hivi. FAO inasema kwamba tulitakiwa angalau 10%. Sasa sisi hata huko hatufiki, tuko hata 2% hatufiki. Kwa hiyo ningeshauri tufanye hivyo. Kwenye viwanda tunampa bilioni 174, yeye anatuletea trilioni 24. Yaani unampa bilioni 174, halafu yeye anakuletea trilioni 24. Asilimia 10 kwenye pato letu anachangia. Ningeshauri napo kwenye viwanda tujitahidi tuhakikishe tunakuwa na mifumo ambayo itaongeza thamani madini yetu, ikiwemo kuwa na viwanda vya kuchakata, lakini pia ikiwemo kuja na sheria ya kuzuia kuuza mali ghafi nje, madini ghafi ambayo bado hayajaongezewa thamani, hususan pia kwenye kilimo. Ningeshauri tuwe na sheria baadhi ya mazao, kwa mfano kwenye pamba, nimeona mumeweka vizuri kwenye textile industry. Tungefika mahali tuzuie, tupige marufuku kuuza pamba ghafi nje ya nchi yetu, ili tuweze kuongeza thamani na wananchi wetu wapate ajira na kazi. Lakini pia kwenye urasimishaji mmefanya vizuri, lakini bado iko shida baadhi ya maeneo. Kwa mfano kwenye financial inclusion, hasa kwenye access ya credit, bado iko shida kwenye taifa letu. Ningeshauri tuweke mfumo ambao wananchi wetu wata access fedha kwa wepesi zaidi, hasa kwenye shughuli zile za uzalishaji. Na hapa ningeshauri pia liendane na vijana. Tunao vijana wengi wanaomaliza. Ningeshauri hasa vijana wale wanaopata mikopo kwenye bodi ya mikopo, wanapomaliza vyuo vikuu wasilandelande mitaani kwa kukosa ajira au kukosa mitaji. Ningeshauri wa graduate na mitaji, ikiwezekana hata tuwape hata milioni 3 kila kijana anapomaliza chuo kikuu. Asante sana Mheshimiwa, naomba nimalizie kidogo. Muda umeisha. Malizia Mheshimiwa, kidogo umeisha. Namalizia kwenye mifumo ya kukusanya mapato. Tuboreshe matumizi ya POS na EFD. Trilioni 1.9 tunayopata kwenye local government authorities haitoshi, lakini pia nashauri kwenye ulinzi wa mapato yetu tuongeze nguvu zaidi, ikiwemo kushughulika na wale wezi wanaonyemelea maziwa yetu. Asante sana. Asante sana, naunga mkono hoja. Mheshimiwa